Nitumie fursa hii kuwakaribisha waalikwa wote, watendaji na watumishi wetu wa halmashauri ya Tarime kwenye mafunzo haya kwa siku hii ya leo. Tunaposema hali kieleweke, tunahitaji maendeleo kwa wananchi wetu, si ndio? Na sisi ndio watekelezaji wao, sisi ndio wenye watu kule chini. Kwa hiyo ni tegemeo langu kwamba tukajifunze vizuri, tuwe makini kwenye kusikiliza, lakini pale ambapo tutaelewa tukaulize maswali kwa wataalamu ambao watawasilisha mada mbalimbali, ili tunapotoka hapa tuwe tumeiva, tunapokwenda kwa wananchi tunategemea kwenda kutatua kero za wananchi na kuwaletea wananchi maendeleo. Natambua tuna timu ile ya msaada wa kisheria. Miongoni mwa vitu ambavyo kampeni hii inazingatia au inasisitiza ni pamoja na kuepusha ukatili wa kijinsia, na sisi kama Wizara ya Katiba na Sheria ambao ndio watafsiri na wasimamizi wa sheria, sheria zinakataza na zinapiga vita sana masuala ya ukatili. Kwa hiyo sisi pia tunakuwa sehemu ya kampeni, maana hauwezi ukawa na uchumi bora huku mna ukatili. Hauwezi ukawa na uchumi bora huku mna migogoro mbalimbali. Kwa hiyo tunatoa msaada wa kisheria ili tuepushe jamii katika migogoro mbalimbali ambayo itawachelewesha, badala ya fikra zao kubadilika na wajikite kwenye uchumi, basi fikra tajikita kwenye masuala ya migogoro. Kwa hiyo kwa muda mrefu sasa hivi almost kama miaka miwili tunaendelea na hii kampeni, na kampeni hii pia inajikita kwa jamii husika. Ndio maana tumeishusha, tunakwenda kila mkoa, kila wilaya, kila halmashauri, kila kata, kwenye halmashauri kata 10 na ndani ya kata 10 tunakwenda katika vijiji au mitaa mitatu. Lakini vile vile kampeni hii tumejikita kutoa elimu za kisheria kupitia vyombo mbalimbali vya mawasiliano kama vile redioni, TV na mitandao yote ya kijamii. Mafunzo haya ni mwendelezo wa kampeni ya mageuzi ya kifikra na mtazamo ili kuwafanya wananchi kuwa kitovu cha maendeleo, ikiongozwa na kauli mbiu isemayo Samia na maendeleo hadi kieleweke. Kampeni inatarajiwa kufanyika kwenye mikoa 26 ya Tanzania bara, ambapo inaanzia mkoa huu wa Mara katika wilaya ya Tarime. Kwa upande wa wataalamu wa ngazi ya msingi, kampeni hii inakusudia kuchochea na kufanya mageuzi ya kifikra, mtazamo na kiutendaji kwa timu ya wataalamu ili kuboresha utendaji na utoaji wa huduma kwa wananchi. Ndugu washiriki, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imedhamiria kuwafanya wananchi kuwa kitovu cha maendeleo na madereva maendeleo yao wenyewe. Matarajio ni kuwa na jamii yenye fikra na mtazamo chanya katika maendeleo, yenye maadili mema, jamii inayozingatia sheria, kanuni na taratibu za nchi, malezi na makuzi chanya ya watoto, jamii inayojali haki na ustawi wa wazee, jamii isiyo na ukatili wa kijinsia na mila kandamizi, yenye uzalendo kwa nchi yao, inayofanya kazi kwa bidii na kujitolea, jamii inayojali na kuhifadhi rasilimali za nchi, yenye lishe na afya bora, yenye matumizi sahihi ya tehama, na jamii inayojiwekea akiba. Aidha, jamii yenye uwezo wa kuzitambua na kuzitatua changamoto zao kwa kushirikiana na serikali. Mafunzo haya yanakusudia kujenga uelewa kwa pamoja katika kuboresha utendaji na utoaji huduma kwa wananchi na kufanya kazi kwa timu. Ndugu washiriki, ni vema ikaeleweka kuwa ngazi ya msingi ni muhimu sana katika kuwezesha wananchi kujiletea maendeleo na kutafuta suluhisho la changamoto za maendeleo zinazowakabili. Serikali ya awamu ya 6 inatambua kazi mnazofanya katika kutoa huduma kwa wananchi na wadau katika sekta mbalimbali. Natoa rai kwenu kuendelea kufanya kazi kwa bidii, kujituma, kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za utumishi wa umma na kuwa wazalendo kwa nchi yetu. Ndugu washiriki, timu ya wataalamu ngazi ya kata zina mchango mkubwa katika kuongeza ushiriki wa wananchi katika kujiletea maendeleo na kutatua changamoto zinazowakabili. Hivyo
Katika mafunzo haya mtajadili na kukubaliana namna ya kutekeleza kampeni ya kubadili fikra na mtazamo wa jamii ili kuwa kitovu cha maendeleo, kuandaa mipango kazi kwa kila kaya ya utekelezaji wa kampeni hii. Mjadili na kukubaliana mfumo wa utaratibu mtakaotumia kusikiliza kero za wananchi. Kila wiki mtaweka utaratibu wa vikao vya kutathmini utekelezaji wa kazi zenu za kila siku. Baada ya hayo, niseme tu kwa kifupi kwamba kampeni ya Mama Samia Legal Aid mpaka sasa imefikia mikoa 25, ambapo leo Waziri wa Katiba na Sheria anazindua kampeni hii kwenye mkoa wa Kagera ambao ndio mkoa wa 25. Lakini katika vitu ambavyo tunategemea tutavifanya kwenye kampeni hii ya Amsha Ari tukishirikiana na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, tunategemea kwamba tutakuwa tunatoa elimu ya kisheria, lakini patakapojitokeza changamoto au mgogoro wote wa kisheria, sisi tutakuwa mstari wa mbele katika kuwasaidia wananchi. Ambacho ningependa nikiseme hapa, niombe tu watendaji wa kata na wahusika wengine kutoka kwenye hayo maeneo ya msingi kama ambavyo yametajwa, mwahimize wananchi wajitokeze kwa wingi, kwa sababu tutapokea kero zao, tutazitatua pale, na hii tunafanya kwa mujibu wa sheria ya msaada wa kisheria, lakini pia ni agizo la Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo tunaenda kulifanya ni jambo ambalo tunafanyia kisheria, lakini tutafanya kwa njia mbadala. Na baada ya hapa tutakwenda sasa kutekeleza kwa vitendo ngazi za jamii. Na baada kutekeleza ngazi kwa vitendo ngazi ya jamii, basi yale ambayo yatatakiwa kuendelezwa sasa, basi itakuwa ni jukumu lao, lakini vile vile watapata taarifa za kina kwenye ripoti zetu mbalimbali ambazo tutakuwa tunazitekeleza. Bado tunaiangalia negative. Kwa hiyo tunatakiwa sasa tuje tuilete positive. Na ukweli usiopingika, bado tupo hata viongozi tunaona kwamba ukeketaji mbona ni mila tu ambayo labda walianza hata wazazi. Kwani kuna shida gani ilitokea? Kwa hiyo mitazamo hasi ndio inatakiwa sasa turudi sasa na mitazamo chanya. Wataalamu wa maendeleo ya jamii mliopata mafunzo ya mtakuwa, sambazeni mpango kwa wataalamu ngazi ya msingi na kwa wanatimu ya wataalamu ngazi ya msingi. Endeleeni kuelimisha jamii kuhusu fursa zilizo katika wizara ya taasisi mbalimbali ambazo zinahusu wananchi na namna ya kuzifikia. Kamati ya mtakuwa ngazi mbalimbali zitekeleze majukumu yake na zikae vikao. Wataalamu wa maendeleo ya jamii, imarisheni majukwaa ya uwezeshaji wananchi kiuchumi, ikiwemo majukwaa ya uwezeshaji kiuchumi wanawake. Timu ya wataalamu zifanye kazi kwa ushirikiano na hasa kusikiliza kero za wananchi na kuzitafutia ufumbuzi. Utekelezaji wa hizi kampeni uanze mara moja kwa kutumia resources mlizo nazo. Kwa majina naitwa Bwana Musa Mauridi. Kimsingi katika utekelezaji na semina hii ambayo imefanyika leo imetujumuisha wataalamu wote ambao wanafanya pia kazi katika ngazi za msingi, na imeamsha hali kwa sababu inaongeza ushirikiano kati ya sisi wataalamu kutekeleza majukumu yetu. Inaongeza hali ya sisi wataalamu kutekeleza majukumu yetu. Katika semina hii tumejifunza vitu vingi, haswa kwenye mambo ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, ambapo wataalamu wametueleza juu ya mifuko 75 ambayo inatolewa na serikali kwa ajili ya uwezeshaji wananchi kiuchumi. Na sana nimepata uelewa mzuri kuhusiana na masuala yanayohusu mikopo midogo ya wajasiriamali wadogo wanaofanya biashara zao katika maeneo rasmi ya masoko na vijiwe, mfano bodaboda, ambao serikali imewatengea fedha na imeandaa mpango maalum ya kuwapatia mikopo hiyo vijana wa bodaboda, mamarishe, machinga na watu wengine ambao mauzo ghafi yao hayazidi shilingi milioni 4. Fedha hiyo imepelekwa benki ya NMB na inatolewa kwa riba ndogo, riba ya 7%. Kwa elimu hiyo niloipata, nitaongeza juhudi ya kuwafikia wananchi ambao nawahudumia kwenye kundi hilo la wajasiriamali, kuhakikisha fursa hiyo wanaipata bila kukosa. Kwa
majina naitwa Neema Ben Filipo, ni afisa maendeleo ya jamii kata ya Matongo. Katika semina ya leo na niwashukuru kwamba wameweza kutufikia na kutukumbusha kwamba katika utekelezaji wetu wa majukumu tunatakiwa tuwe katika njia ambayo tunaweza tukawafikia wananchi kwa urahisi na kwa wepesi, kwamba pale tunapohitajika kuwepo ofisini, tuwepo ofisini, tutoe huduma kwa wakati ili wananchi wasiweze kupata changamoto. Ila pia ni namna gani tunatakiwa tuwafikie wajasiriamali katika makundi yao, ila pia ni namna gani tunatakiwa tuwafikie wananchi kwenye yale makundi ya uwezeshaji wananchi kiuchumi. Sambamba na hilo na masuala ya kuwafikia wazee katika kuwahudumia pia tusiwaache, yani tusiwasahau, ila pia tuendelee kuihamasisha jamii na kutoa elimu kwamba imefika wakati sasa tuwe na kipaumbele kikubwa katika kupinga masuala ya ukatili katika jamii zetu. Kwa majina anaitwa Tumaini Jonathan.